nguvu za zamani. Anaposema nguvu za zamani, nataka uelewe la kwamba Mungu ni wa zamani kuliko shetani. Mungu ni wa zamani. Nguvu za shetani zimeanza juzi. Maana yeye ndiye aliumba nini? Shetani. Basi baada ya kuhonja nini? Baada ya kuhonja zile nini? Ile nini? Biblia inasema nini? Neno nzuri. Ya kuhonja nini? Neno nzuri la Mungu. Na kulihonja neno nzuri. Haleluya. Kumbe kuna neno mbaya na kuna neno nzuri na nguvu za zamani. Haleluya. Kama 6. Wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Amen. Hawa watu waliohonja, waliopewa nuru nuru la mbinguni, na kulihonja wale kupewa kipawa cha mbinguni na kufanyiwa kuwa washirika wa Roho Mtakatifu, wakianguka tena kwa hawa watu, hakuna wakati ambao pia utawaregesha wawafanye kuwa nini? Wapya. Hata wakitubu. Biblia imesema nini? Hata wakitubu waweze kufanyiwa upya tena, wale waweze kuregea tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu walihasi, wanaitwa wahasi. Haleluya. Mwanajeshi, nataka uelewe kwamba mwanajeshi lazima hazingatie sheria ya nchi yake. Na mwanajeshi yeye anajua na amewekwa kwa nafasi ya kujua vifaa na uwezo ambao uko ndani ya nchi yake, na anaelewa mabomu na kila aina yote na katiba ya nini? Ya nchi yake. Haitakani avunje nini? Ndio nasikia Biblia, ndio nasikia ikisema kwamba serikali. Haleluya. Ani maana yake ni siri ya serikali. Na nataka uelewe kuna siri pia ya mbinguni. Siri ya mbinguni ina watu wake. Siri ya mbinguni ikiwa kwamba ina watu wake, hao watu ndio nasikia kisema la kwamba kitu cha kwanza amepewa nuru, kipawa, amefanyika kuwa mshirika wa Roho Mtakatifu. Mbona hajasema Mungu? Huyo mtu amefanywa kuwa mshirika wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Kama huyu baada ya kufanyika mshirika, Biblia inasema na kuonja nini? Huyo mtu kama akianguka tena, kama hataanguka kwake mpendwa, hawezi kufanyika kuwa nini? Kufanyiwa kuwa upya tena, hata akitubu. Maana ameonja neno nzuri ya mbinguni, ameonja neno nzuri la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na hapo alipokuwa na neno alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na Mungu, kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye alikuwa Mungu. Na hiyo neno ndio tunalisoma leo hivi.